Bwana, sikiliza ndugu yangu. Unajua katika sehemu ya 5 tulishia pale ambapo mambo yalikuwa matamu kweli kweli. Mzee Mashushu na kikosi chake. Wakina Gamba, wakina Kipanga, wakina nani, wote wamewekwa mtukati unaambiwa. Hatoki mtu, mbele akuendeki, nyuma akurudiki. Sasa tukaa tunajiuliza, Gamba ataweza kumtoa salama Mzee Mashushu kwenye hilo eneo? Hapo unaambiwa milio ya risasi tu. Wakina Gamba wamevamiwa. Najua msikilizaji ulikuwa na hamu kubwa sana ya kutaka kujua nini hasa kilichoweza kuendelea. Karibu sana kwenye hii sehemu ya 6, mzigo mtamu kuitwa Hitman Driver kutoka kwake Eda Zaria G Msulwa. Na mimi langu jina hata sijitambulishi msikilizaji. Unanijua bwana. Kuna haja kujitambulisha. Mimi ndo yule ambaye mume wa masingo wote duniani, hasa wapenzi wa simulizi zangu. Na mimi ndo kipenzi cha masingo maza wote. Unaweza kaniita Mr. Midinyano, Uncle J Simulizi. Niko hapa kwa ajili yako msikilizaji. Ungana nami mwanzo mpaka mwisho tupate kujua hasa kile kilichoweza kuendelea. Karibu. Oya, fungeni barabara. Mwanajeshi huyo wa Kiarabu alizungumza hivyo, na ghafla miti miwili iliyowekwa tayari ilikuwa inasubiria hilo tukio iliangushwa nyuma ya gari ya kina Mzee Mashushu. Hapo sasa Mzee Mashushu na vijana wake waliwekwa mtukati, barabara ikafungwa. Katika haya mazingira waliopo, mazingira ya msituni, yani gari mbele haziendeki, nyuma gari hazirudiki. Na bila kupoteza muda, watu hawa ambao ni majambazi waliwazunguka wakina Gamba na wenzake, wakaanza kufyatua risasi nyingi mno kuelekea kwenye magari hayo yote matatu, kitu kilichosababisha wingi wa risasi hizo kuwa mithili ya mvua ya mawe. Msikilizaji, hofu ya kifo ilimjaa Mzee Mashushu pamoja na walinzi wake, kasoro Gamba tu ambaye ambushi kama hizo alishawahi kukutana nazo katika maisha yake ya nyuma. Na pia kitu kingine kilichomfanya siwe na hofu ni gari hizo kutengenezwa kwenye ubora wa kuto kuingiza risasi. Mzee, lala chini. Kipanga ambaye ni mlinzi mkuu wa Mzee Mashushu alizungumza hivyo huku akitetemeka, na hata bastola yake pia aliyokuwa ameishika kwa mashaka mno. Ebana, unaambiwa vishindo vya risasi vilikuwa vinazidi kusikika kwenye magari yao. Gamba akasema, msifunge mlango. Gamba alizungumza huku akiwa ameikoki bastola yake vizuri. Akatazama watu wawili waliopo upande wake wakifyatua risasi mfululizo, risasi zilizokuwa zinapiga kwenye upande wake. Kipanga, inama chini. Nimekwambia inama chini. Gamba alizungumza kwa hasira, na Kipanga akafanya kila alichokuwa ameelezwa. Gamba akashusha kidogo kioo cha upande wake, akafyatua risasi kama 4 mfululizo, risasi zilizokwenda kuwapata watu hao wawili. Risasi ziliwaingia barabara, pale pale walifariki. Loki milango. Sasa nikisha loki milango alafu. Kipanga alitaka kubisha. Alizungumza hivyo kwa kigugumizi, huku Gamba akipandisha kioo hicho kilichokuwa kimejaa nyufa ya risasi. Gamba hakujibu zaidi ya kuminya batani ya kufyatua mkanda wa siti na ukafunguka. Kwa kasi kijana Gamba alichomoka ndani ya gari, huku akifunga kwa nguvu mlango wa gari hiyo. Na hapo ndipo Kipanga alipopata jibu la kwa nini aliambiwa kwamba afunge mlango. Bwana, kwa kasi ya ajabu kijana Gamba alibiringika mpaka kwenye mti mmoja hivi. Ulikuwa ni mti mkubwa walipokuwa wamejificha majambazi wawili. Gamba alijibanza huku akiwa anavuta kwa mguu bunduki moja aina ya M16 kutoka kwenye maiti moja. Na ndipo hapo kijana Gamba akairudisha kiunoni bastola yake, huku akichomoa magazini ya bunduki hiyo. Gamba akaikuta magazini hiyo ina risasi 2. Akaivuta maiti ya mwanaume huyo kwa karibu, aliyekuwa amevalia jaketi la kuzuia risasi, huku katika vifuko vyake vya jaketi hilo alikuwa amechomeka magazini zilizojaa risasi za bunduki hiyo ya M16, zikiwa magazini 8. Kwa haraka sana kijana Gamba alimvua jaketi hilo ambalo ni bulletproof vest, na kisha akalivaa yeye. Gamba akabadilisha magazini huku akichukua kisu kirefu cha kijeshi kutoka kiunoni mwa mwanaume huyo, na kisha akakichomeka kwenye kifuko chake cha jaketi la kuzuia risasi. Gamba akaliona kundi jingine mita kama 20 hivi kutoka pale alipokuwa amesimama. Kundi hilo walikuwa wakishambulia gari ya mbele.
akakimbia kwa kasi mno kijana Gamba, huku akajibanza kwenye mti uliopo karibu na msitu huo. Gamba akawavurumushia risasi nyingi mno za mfululizo, zikawapata barabara, wakaanguka chini. Kwani kitendo cha Gamba kutoka ndani ya gari hawakukiona na walihisi ya kwamba wote wapo ndani ya magari, hivyo umakini wa kuhisi ya kwamba kuna mtu nyuma yao hawakuwa nao kabisa. Gamba akasema, nimeua watu 5. Gamba aliwapa taarifa wenzake, huku akiwasomea rada wengine waliopo mbele kwenye lori lililokuwa limeziba njia mbele. Gamba alishtuka kumwona mwenzao aliyekuwa ametangulia kuangalia ajali hiyo, akiwa ameshika bunduki akishambulia gari zao kwa kujificha ili asionekane. Gamba akasema shit. Gamba alitukana huku akiwatazama kundi hilo la watu 5, akiwamo na mwenzao mmoja aliyewasaliti. Alichokifanya Gamba kikawashtua sana majambazi hao. Risasi mfululizo alizokuwa amezipiga ziliwapata wote, kasoro huyu mwenzao aliyekuwa amewasaliti, ambaye yeye hakuhitaji kumuua kimakusudi. Kitendo hiko kilimbabaisha huyo msaliti. Alianza kukimbia, ila kwa shabaha aliyokuwa nayo Gamba, risasi 2 zikatua miguuni mwake, akaanguka chini mzima, huku akawa analia kwa uchungu mno. Gamba akamfuata hadi pale huyu msaliti alipokuwa amelala. Msaliti huyu alikuwa anajiburuza. Gamba akaiweka earphone yake vizuri, akaipiga teke bastola ya huyu msaliti, ikaangukia pembeni. Gamba akasema, nilijua tu hatutafika. Gamba alizungumza huku akimkanyaga mgongoni huyu msaliti. Kipanga akauliza, Gamba, kuna nini kinachoendelea huko? Kipanga aliuliza huku akiwa ndani ya gari akiendelea kumlinda mzee Mashushu. Kipanga alikuwa anachungulia kwenye kioo ambacho hakionyeshi vizuri, na hii ni kutokana na kujaa kwa wingi wa alama za risasi pamoja na nyufa kwenye kioo. Gamba akasema, msaliti tupo naye, nimewapunguza wengi, sijajua kama waliobaki ni wangapi. Gamba alizungumza huku akimkanyaga mgongoni jamaa huyo. Sasa Kipanga akauliza, msaliti ni nani? Kipanga aliuliza na kumfanya Gamba kumkanyaga jeraha la risasi jamaa huyu ambaye alikuwa anatoa kelele mkubwa mno. Shenzi zake, hebu mshikilie, tunakuja. Walinzi wa mzee Mashushu walizungumza hivyo huku wakifungua milango katika upande ambao Gamba alikuwa ametokea na kujibu mashambulizi ya majambazi 3 waliokuwa wamesalia. Haikuchukua muda mrefu, waliwadhibiti majambazi hao. Mlinzi mmoja wa mzee Mashushu akasema, mpuzi, kumbe anatung'onga huyu. Mlinzi mmoja wa mzee Mashushu alizungumza huku akimpiga teke mwanzao huyo aliyekuwa analia kwa maumivu makubwa mno, akionekana yeye ni msaliti. Gamba akasema, mwagizeni kwenye gari, tuna kazi naye. Gamba alizungumza huku akimpapasa na akaichukua simu mfukoni mwake. Wenzake wakamwingiza ndani ya gari. Gamba akasema, Kipanga, mlinde mzee, mimi natembea kwa miguu hii barabara. Gamba alizungumza huku akianza kutembea barabara hiyo kwa miguu mpaka kwa mbele. Alizikuta gari 4 ambazo aliziona kwenye pantoni. Akanyata kwa umakini mkubwa mno kijana Gamba. Akazichunguza gari hizo 4 na hazikuwa na mtu yoyote ndani. Aliingia ndani ya gari moja na kwa bahati nzuri akakuta pale funguo. Akayakagua magari mengine na akaziona funguo zikiwa zimeachwa kwenye gari hizo. Mnaweza kutembea mita kama 150 hivi. Wameacha gari zao huku. Sawa, tunakuja. Gamba aliwasubiria wenzake na kweli wakafika eneo hilo, huku akikimbia na mzee Mashushu wakiwa wamemweka pale katikati, huku mwenzao aliyekuwa amewasaliti wakiwa wanamburuza. Wakaingia ndani ya gari hizo na kisha wakaondoka, huku gari anayoiendesha Gamba ndio gari aliyokuwa amepanda mzee Mashushu na Kipanga ambaye ndiye mlinzi mkuu. Ukimya ukatawala, huku Kipanga kwa mara kadhaa alikuwa akimtazama Gamba ambaye hapo awali alikuwa na mdharau na kumwona kwamba ni mtu asiyekuwa na sifa, mtu aliyeingia kwenye kazi hiyo ya ulinzi kwa matakwa ya mzee Mashushu ila sio kwa uwezo wake binafsi. Kipanga ilibidi atii amri kwa kushukuru kwa kusema, shukrani kaka. Kipanga alizungumza huku akimtazama Gamba usoni. Usijali. Vipi mzee, uko salama? Hapo mzee Mashushu alijibu kwa kutingisha kichwa, kwani uoga na hofu vilikuwa vimemtawala. Alikuwa anashindwa hata kuzungumza. Baada ya mwendo kama nusu saa, walifika katika nyumba ya mzee ambaye walikuwa wamemfuata.
Wakashuka pale walinzi karibia wote, ila Gamba pamoja na mzee Mashushu walibaki ndani ya gari. Gamba, ndio mzee. Kusema ule ukweli naogopa sana. Mzee Mashushu alishindwa kujizuia kuongea anachokihisi mwilini mwake, na ndipo Gamba akasema, mzee wangu, wala hata usiogope. Ni hali ya kawaida ambayo hujitokeza kwa watu kama nyinyi. Haki ya Mungu, leo ningekuwa na hawa vijana wangenimaliza. Nashindwa kujua imekuwaje vijana ambao nimefanya nao kazi sasa hivi ni mwaka wa 10 kweli ananiuza mimi hivi, yani ananisaliti mimi. Mzee Mashushu alizungumza huku akiwa na tetemeka. Mzee wangu, jikaze. Huyu mshenzi mimi nitamshughulikia. Kiukweli nahitaji kumhoji mimi mwenyewe. Ni sawa tu mzee. Vuta pumzi nyingi na kisha ishushe taratibu. Ivute kama mara 4 hivi na kisha ishushe tena. Hii itakusaidia kuweza kuondoa hiyo hofu ulionayo. Hapo mzee Mashushu alifanya kama alivyokuwa ameelekezwa na Gamba. Alikaa ndani ya gari kwa dakika kadhaa na kisha alishuka huku Kipanga akimfungulia mlango mzee Mashushu. Karibu sana mwanangu. Nashukuru sana mzee. Shikamo. Marahaba. Niliona tatizo likiwa limewazonga, ila niliamini ya kwamba lazima mtafika tu. Asante sana mzee wangu. Karibu ndani. Tunashukuru. Vipi mzee za hapa? Asalama kabisa. Mzee Mashushu na huyo mzee mwenye umri wa miaka kama ngapi hivi uko mbeleni waliingia ndani na walinzi wakabaki nje. Gamba alichomoa kisu kwenye jaketi la kuzuia risasi, akatembea mpaka kwenye gari ya katikati. Katika gari hiyo ya 4 walizokuwa wamezichukua, akafungua mlango. Alimtazama mwenzao ambaye alikuwa ni msaliti, huku mikono yake ikiwa imefungwa kwa pingu kwenye siti ya gari. Hapo Gamba aliwasha taa ya ndani gari hiyo na kisha alizunguka upande wa pili, akafungua pale mlango wa siti ya nyuma alipokuwa amekaa na kisha akapanda pale na kisha akaufunga. Nisikilize bwana mdogo. Nitakuwa ni mkatili sana pale ambapo nitakuhukumu pasipo kujua umekumbwa na jambo gani. Kwa sababu mzee amezungumza na kusema ya kwamba umemtumikia, huu ni mwaka wa 10 na aliwaamini sana. Sasa imekuwaje mpaka unamsaliti? Hiko ndicho ambacho kitu kinachomuumiza sana. Gamba alizungumza kwa sauti ya upole huku akimtazama jamaa huyo. Nisikilize. Mimi ni mpya kwenye timu na hata jina lako silifahamu. Kwanza tuanze hapo, unaitwa nani? Mimi naitwa Tem, ila wamezoea kuniita Mr. T. Alijibu jamaa huyu huku jasho likimwagika mwili mzima na nguvu ziliendelea kumuishia, na hii ni kutokana na kupoteza wingi wa damu. Mr. T. Ndio. Nilizisoma nyenendo zako za kuchati, ila kwa bahati mbaya sikupata chochote cha maana. Gamba alizungumza huku akiitoa simu ya Mr. T. Nipatie neno la siri tafadhali. 19. Iandike mara 3. Gamba alifanya hivyo na kisha kweli simu ikafunguka. Wenzako wote uliofanya nao kazi wamekuchukia na wanahitaji wewe ufe. Ila ningekuwa na uwezo wa kukua pale pale nilipokukuta na wale wengine pia, ila sikufanya hivyo bila kujua sababu ya wewe kuwa msaliti ni nini. Sasa Mr. T, naomba uniambie labda kidogo tu, naweza nikamshusha mzee hasira yake. Kaka, mimi ni tamaa tu. Tamaa kivipi? Walinipigia simu kina nani? Waarabu fulani hivi kutoka India. Waliniambia watanilipa kitita cha $500 kama nitawaeleza nyenendo za mzee. Au Wahindi wao unawafahamu? Nilikutana nao tu mara 2 kabla ya hii safari. Walikueleza sababu ya kuvujisha siri?
So walikupatia hiyo pesa? Walinipa $300 na wakaniambia $200 ni baada ya kazi. Naomba unisaidie Gamba, mke wangu mimi ni mjamzito na mtoto wangu mwingine anaumwa, yuko hospitalini amelazwa, ana kasa ya mifupa, hivyo mimi ndo mpambanaji, sina pesa kaka, naomba sana unisaidie. Haikuwa dhamira yangu kufanya vile, ila tamaa tu ya maisha mazuri kaka ndo iloweza kuniponza. Maisha mazuri kwa kutoa uhai wa watu? Hebu piga picha zile gari zingekuwa zinaingia risasi, ingekwaje? Sasa hivi tungekuwa tumekaa hapa na kuongea kama hivi tunavyoongea, au sasa hivi ungekuwa unafurahia mara baada ya sisi kifo chetu kutokea? Uwezi kunijibu eh? Sasa sikiliza, nataka kujua wale jamaa walitumwa na nani? Hawakuniambia walitumwa na nani. Walichokitaka wao ni kujua tu ratiba ya mzee Mashushu tu basi. Na ulijua kuna hii ambush, si ndio? Ndio nilijua. Shit. Kaka nisaidie, nakufa mimi. Naomba nimuone hata mwanangu kwa mara ya mwisho tu. Kikubwa kwa sasa ni wewe kupata huduma ya kwanza. Naam, Gamba alizungumza huku akishuka ndani ya gari. Akafungua pale nyuma ya gari hilo na akaona pale bunduki zipo kama 4. Akachukua boksi jekundu lenye vifaa vya kuzuia risasi. Gamba, unafanya nini? Kipanga aliuliza huku akimtazama Gamba aliyekuwa anaingia ndani ya gari. Ni anahitaji kupatiwa huduma ya kwanza. Gamba, huyo ni msaliti huyo. Hata kama ni msaliti, ila kuna mambo muhimu tunapaswa kuweza kuyasikia kutoka kwake. Hivyo kumpatia huduma ya kwanza ni jambo la umuhimu zaidi. Hapo Gamba alizungumza huku akiwa anafungua kisanduku hicho kilichokuwa kimejaa vitu vya huduma ya kwanza. Kipanga alimtazama kwa sekunde kadhaa Gamba jinsi alivyokuwa anaendelea kumpatia huduma ya kwanza Mr. T. Gamba akamchoma pale Mr. T sindano ya kukata maumivu na kisha alianza kumtoa risasi zilizokuwa zimezama ndani ya nyama. Na baada ya huduma hiyo akamfunga pale majeraha yake kwa bandeji yenye dawa. Kundi lako la damu ni kundi gani? Kundi A, mi kundi A. Gamba alichukua kipakti cha kuhifadhia damu ambacho kina mrija wa sindano. Akajichoma sindano hiyo kwenye mshipa wa damu na taratibu damu yake ilianza kuingia kupitia pakti hiyo. Baada ya kipakti hiko kujaa, akaichomoa sindano na kisha akabadilisha pale sindano hiyo akamchoma Mr. T sindano inayomwezesha kupokea damu hiyo na kisha akaiunganisha na mrija wa kipakti hicho na damu yake ya Gamba ikaanza kumwingia mwilini mwake taratibu huyu Mr. T. Yaani kwa kifupi Gamba alijitolea damu yake na kisha akamsaidia huyu Mr. T. Nisikilize Mr. T. Mimi ni group O+, hivyo naweza kukuchangia damu. Nashukuru sana kaka. Asante. Sijitarajia kama unaweza kunifanyia yote haya unaonifanyia. Sisi ni binadamu na kila binadamu anafanya makosa kwa namna yake pasipo kuweza kujua hayo makosa yanaweza kuwa na uhatari gani kwa mtu au watu anaowafanyia. Nitajaribu kuweza kuwashawishi wa kusamehe. Ila sio urudi kwenye hii timu. Hapana. Naamini $300,000 kwa pesa ya sasa ni sawa na milioni kama 900 hivi. Kwa hiyo unaweza ukafanya mambo mengine na familia yako ikaenda tu vizuri. Asante sana kaka. Usijali. Aliyekupigia simu alikuwepo eneo la tukio? Ndio. Hawa ni Waarabu kutoka Dubai umesema, si ndio? Ni kutoka India. Na okay. Sawa. Basi acha mzee ashughulikiwe. Gamba alimfunga pingu mkono mmoja Mr. T kwenye siti, huku mkono mwingine mwenye sindano alikuwa ameuacha uko huru. Usijaribu kufanya kitu chochote cha ajabu. Sawa kaka, siwezi mimi kufanya hivyo, siwezi. Okay poa. Gamba akafungua pale mlango. Kabla Gamba hajashuka, Mr. T alimuita Gamba. Kaka, endapo kuna lolote litanitokea, naomba unisaidie kumtunza mwanangu. Mr. T alizungumza kwa sauti ya unyonge huku akimpa Gamba picha ya mtoto wake akiwa na mkewe. Gamba alitazama picha hiyo na kisha akaiweka kwenye mfuko wa koti lake. Akaambia wala tosijali. Ila kaka, na kusikiliza.
niliwasiliana na wale Waarabu wale wakizungumza kwa lugha yao, japo hawakujua kama mimi ninakijua Kiarabu. Walikuwa wanasemaje? Walisema shambulizi lile ni kwa ajili ya kuweza kulipa kisasi cha mtoto wa bosi wao ambaye anaitwa Khan. Khan? Ndiyo, Khan. Khan ambaye alikuwa na mahusiano na Glory. Unataka kuniambia kwenye hili Glory anahusika? Kaka, sijajua kwa kweli. Sijajua kama anahusika ama hahusiki. Ila walivyokuwa wanazungumza, walisema kwamba wanalipiza kisasi cha Khan, mchumba wa Glory. Hivyo siwezi kumjumuisha Glory au kutokumjumuisha kaka. Nashukuru sana Mr. T. Naam, Gamba akafunga pale mlango huku akiyakumbuka maneno ya Glory aliyokuwa amemwambia walipokuwa wanakutana kwenye ngazi, ya kwamba hana uhakika kama hiyo safari wanayokwenda wanaweza kurudi wakiwa wako salama. Bwana Gamba amefanikiwa kumtoa mzee Mashushu na wenzake kwenye mtego waliokuwa wamewekewa wakiwa kwa salama kabisa. Lakini taarifa ya Waarabu hao kulipiza kisasi cha kifo cha Khan, mpenzi wa Glory, kumeiwasha taa nyekundu kwa Gamba kilini mwake. Je, unahisi nini ambacho Gamba atakwenda kukifanya? Glory, nikirudi basi utafurahi na roho yako. Gamba alizungumza kimoyomoyo huku akiwa anamfuata Kipanga sehemu aliyokuwa amesimama, huku akiwa anavuta sigara. Gamba, vipi? Unatumia kidogo, unashtua kidogo. Alizungumza maneno hayo Kipanga huku akiwa anampatia Gamba sigara. Gamba akakataa, akaambia hapana, mimi situmii. Gamba alijibu huku akilitazama gari alilomo Mr. T. Yule jamaa amekwambia nini kule kwenye gari? Kipanga aliuliza hilo swali, na Gamba akasema jamaa anadai ya kwamba alifanya hivyo kutokana na mtoto wake ni mgonjwa amelazwa. Alihitaji pesa kwa ajili ya kuweza kumuguza mwanae. Mbona sababu ya kipuuzi sana? Namjua vizuri sana mwanae, haumwi wala nini. Na mimi ndo nilomuingiza kwenye hii kazi na nilimchukulia kama mdogo wangu, kumbe ananingonga kisogoni, mshenzi sana yule. Kipanga alizungumza kwa kukasirika kweli kweli. Labda ungemhoji, nadhani ingekuwa ni vizuri. Ngoja tunarudi da, au tukifika tu Mwanza mjini pale tunamla kichwa chake. Asilete mambo yake upuuzi kwenye mambo ya maana. Pale tulikuwa tunakufa ujue. Akili mimi ilikuwa imeshaniruka kabisa. Nilikuwa namuona Israeli mtoa roho huyo hapa, alafu anakuja na visababu vya kijinga namna hii. Ngoja mzee atoke huko ndani, ndio tutajua namna ya kuweza kumtengeneza mpumbavu mmoja yule anatusaliti sisi. Hiyo ni juu yenu, mimi sihitaji kumgusa. Risasi nilizompiga zinamtosha. Ila unajua wewe Gamba, wewe jamaa ni mbaya sana wewe. Kwa nini kaka? Wewe da, unajua ulivoruka pale kutoka ndani ya gari, yani kama vile komando fulani hivi. Yani unajua nilishtuka. Tayari umeshachomoka yani. Kwenye hali kama ile unajua kila mtu huwa anipokea kwa hali yake. Kuna ambushi zikitokea, wengi huchanganyikiwa, kitu ambacho huwa kinasababisha watu wengi wanatoka ndani ya magari na mwisho wa siku risasi zinawaishia melini mwao. Ila nilichokifanya mimi ni kuyasoma tu mazingira ya ile eneo, na nikaona kabisa kwamba tumewekwa katikati na watu wale upande wetu, hususan gari aliyopo mzee, wapo watu kama wawili. Hivyo niliwaangusha wale kwa risasi tu, na ndipo hapo nilipopata upenyo wa kuweza kuchomoka, na kama nisingewaua wale washikaji wawili, aise pale tulikuwa tunakufa ndugu yangu. Unajua Gamba, nilikuwa nakuchukulia poa sana mwanangu, ila leo umenipa funzo moja kwamba yule ambaye unamwona hafai, kumbe anafaa bwana. Kwa hilo Gamba nisamehe sana ndugu yangu. Unajua nilikuwa nakuchukulia poa sana. Wala hata usijali. Najua uwezo wa mmoja mmoja kwa sababu nilikuwa na wasoma toka kipindi kile nilichokuwa mimi kijana wa bustani. Unajua mzee akitoka ndani hapa atakusifia vibaya mno. Wala sote tumefanya tulichokifanya kwa ajili ya maisha yake na yetu pia. Ila ninayemwonea huruma ni Mr. T. Huyo fala atajijua mwenyewe. Kwanza hawezi akatuuza siki fala hivi. Mwisho siku tumuonee huruma. Yaani kwa nini tumuonee huruma sasa? Kipanga akakitupa kipisi cha sigara chini, akakikanyaga na kiatu chake. Gamba, unaweza kulala kidogo. Umechoka, unajua kazi uloifanya ni kubwa sana.
ila acha tuendelee kumsikilizia mzee tuone inakuwaje. Hapana, mimi niko vizuri, ila acha tu nijinyoshe mguu hapa. Sawa kaka, hamna noma. Naam, Gamba alianza kutembea eneo hilo huku akitazama mazingira ya kijiji hicho ambacho kipo pembezoni mwa ziwa Victoria. Wakafika kwenye ufukwe wenye upepo mwanana kabisa. Akasimama kwenye moja ya jiwe. Gamba akatazama ziwa hilo jinsi lilivyopendeza, huku mwanga wa mbalamwezi ukiendelea kumulika eneo hilo. Simu yake ilianza kuita kijana Gamba na kwa haraka ilibidi aitoe mfukoni. Mama. Oh, asante Mungu, yani bora hata nimewapata. Wazima hapo nyumbani? Sisi tunamshukuru Mungu. Na sisi pia tumefika salama. Vipi mzee? Mzee yupo na mtaalamu wake. Okay, sawa. Sasa RPC wa Mwanza ameniambia kwamba mmeshambuliwa. Na amesema wapo eneo la tukio, wamezikuta gari zenu pale zimetelekezwa na miili ya watu wenye risasi. Na ndio maana mimi nimepatwa na wasiwasi mwingi mno. Usijali mama, ninapokuepo hakuna kinachoweza kuharibika. Hivi Gamba, ilikuwaje kwani? Kuna baadhi ya taarifa hatuwezi kuzizungumza kwenye simu. Ni kweli. Ila Gamba, nakuomba uendelee kumlinda mume wangu. Wala hata usijali mama. Haya Gamba, kazi nzuri na nikutakia usiku mwema. Na wewe pia mama. Naam, Gamba alikata simu na kisha kairudisha mfukoni huku ikiwa imebakisha mnara mmoja tu wa chaji. Alianza kutembea kwa mwendo taratibu kurudi alipokuwa amewaacha wengine. Gamba akawaona askari wakiwa eneo hilo huku akiwa wapo na gari zao. Gamba akasema wameshafika mpaka huku. Gamba alizungumza kimoyo moyo huku akimsogelea mwenzake mmoja na kisha akamnong'oneza, imekuwaje tena? Bwana, wamekuja kuimarisha usalama wa mzee. Kwa hiyo tutakuwa nao. Gamba. Kipanga alimuita Gamba na akamfuata sehemu alipokuwa amesimama na RPC. RPC, huyu ndo kijana wangu bana ambaye alifanya kazi kubwa sana. Aise, kijana, hongera sana. Tumeiona kazi yako. RPC alizungumza huku akimpa Gamba mkono. Gamba akasema nashukuru mkuu. Unajua vijana kama nyinyi ndio mnaohitajika kwenye hili taifa. Alafu mnajua wale jamaa ni makomando. Hivi wale ni makomando? Kipanga aliuliza kwa kushangaa. RPC akasema ndio, wale ni makomando. Na hapa wana jina lao moja tu la kizungu. Huwa wanaitwa expendable. Ndio, expendable. Kiufupi ni wanajeshi wanaoajiriwa kwa kazi maalum. Inaonesha walijipanga sana kuhakikisha hii kazi wanaitekeleza. Samahani mheshimiwa. Je, mmepata kitu cha kutusaidia kujua nani mhusika aliyewatuma wale jamaa? Kiukweli bado. Unajua upelelezi jeshi la polisi unaendelea. Ila miili yao tayari imeshapakizwa kwenye boti na inarudishwa Mwanza. Na okay, sawa. Kwa mimi ni watoe hofu. Jeshi la polisi bado liko pamoja na ninyi. Vijana wangu wataendelea kuwepo hapa na watawapa escort mtakapokuwa mnarudi Mwanza mjini. Kwa sasa mimi acha niondoke kwa sababu nilipopokea taarifa kidogo ilinibidi niwahi hili eneo haraka sana. RPC, si tunashukuru. Tunashukuru sana RPC. Kipanga alizungumza huku akitabasamu. Sasa wewe mfikishie salamu mzee. Sisi tusiwasumbue bwana kwenye kazi yake. RPC na vijana wake watatu waliingia ndani ya gari na kuondoka hilo eneo. Gamba ilibidi amuulize Kipanga kwamba je, umewaeleza juu ya Mr. T? Hapana. Mimi sijamueleza chochote RPC. Hadi mzee pale atakapoamua nini ambacho tunatakiwa tumfanye Mr. T. Na okay basi sawa. Hadi inafika majira ya 2 za asubuhi, mzee Mashushu na mzee huyo wakatoka ndani hapo huku mzee Mashushu akiwa amevalia kaniki nyeusi tu. Mzee huyo akamwonyesha choo cha kwenda kuoga na mzee Mashushu akaingia ndani ya hiko choo huku akiwa na kindoo chenye maji nusu. Mara baada ya muda mzee Mashushu akatoka ndani hapo, akarudi kwenye nyumba ya mzee huyo bila hata ya kuwasemesha chochote vijana wake. Baada ya kama dakika 15, mzee Mashushu akatoka na mzee huyo ambaye ni mganga wa kienyeji pamoja na vijana wake wengine ni kama 4 hivi. Mumsubiri hapa. Mzee huyo ambaye ni mganga wa kienyeji aliwaambia Gamba na wenzake na kisha wao
wakaelekea ziwani. Ise kweli. Madaraka yanatafutwa ise. Kipanga alizungumza huku akimtazama mzee Mashushu jinsi anavyotembezwa tumbo wazi bila hata ya aibu yoyote. Gamba akasema, "Ewa Kipanga, wajua siasa siku zote ni mchezo mchafu. Wasipokupata kwenye ajali au matukio ya mauaji kama hivi, basi watakupata kwenye uchawi, na uchawi wenyewe ndio sasa anaofanya mzee Mashushu." Waya mwanangu, kweli mwanangu. Watu wasione wanaitwa mwanangu waheshimiwa. Aise, kuwa mheshimiwa mwanangu kuna gharama kubwa sana. Ndio maana kuna wengine wanaua wake zao, kuna wengine wanaua watoto zao. Alafu mwisho wa siku utakuja kusikia ni mbunge, utakuja kusikia labda ni rais. Kumbe mambo yenyewe ndo kama hayo, utasikia mara ni waziri. Na ukija ukifuatilia kiundani, hawa wabunge mawaziri hao, ukija kufuatilia kwenye ukoo wao unakuta wameua sana, yani wengi wamekufa kwa ajali za paswa zile kitu. Ndio iko hivyo ndugu yangu. Wenyewe wanasema wanasafisha nyota ili wapendwe na wananchi. Hivi Gamba, nikuulize wewe ndugu yangu, ulishawahi kumuona mzee hata siku moja anatoka tumbo wazi nje kwa kipindi chote ulichoishi pale nyumbani kwake? Hapana, sijawahi kumuona mzee Mashushu akitembea kifua wazi. Haya sasa, saa ngapi? Saa 3. Ona anavyotembezwa kule kweupe, mtumbo tu wazi, kisa tu kufuata dawa. Kipanga alizungumza na kumfanya Gamba acheke vibaya mno. Kipanga, sikiliza mwanangu, tusije kugeuzwa midomo ise. Tupo kwenye kilingi hapa. Usikete tunayeongea yote kule yule mganga anayesikia. Alafu kweli kaka, huu mdomo koma huu. Ngoja tunyamaze. Sasa hao askari kwa ile ambushe jana iliyotokea, si wangekufa wangesema waje? Wewe acha tu mwanangu. Yaani inabidi timu nzima ikirudi tukapate mafunzo kwa kweli. Mimi bado mbichi. Sisi turudi. Suna vitambi vya juisi na maziwa vimeshaanza kutuchomoza. Gamba alicheka kwa sauti kubwa na kuwafanya watu kumwangalia yeye. Kaka, ngoja mimi nijipumzishe kidogo. Okay, sawa. Gamba alilitazama gari alipokuwa Mr. T. Gamba akalisogelea gari hilo, akafungua mlango wa nyuma na akamwona Mr. T akiwa amesinzia. Hey. Bibi. Miguu imekufa ganzi kaka. Nguvu kidogo zimerejea. Gamba akatazama kipakti kilichokuwa kina damu yake. Nimechomoa iko kipakti cha damu kilipokuwa kimeisha. Ndoke sawa. Shukrani sana Gamba. Usijali, vumilia tu. Tutageuza muda so mrefu. Sawa kaka. Japo sina matumaini ya kuendelea kuwa hai. Usiongee hivyo, kila kitu kitakwenda vizuri. Sawa ndugu yangu, nashukuru. Mr. T alizungumza kwa sauti ya upole na iliyokuwa imejaa unyonge. Gamba akafunga mlango na akaingia katika gari jingine, akajilaza kwenye siti, na ukupita muda mrefu usingizi ulimpitia kijana Gamba. Gamba ghafla akakurupuka huku akiwa anachomoa bastola yake na kuielekezea kwenye kioo kilichokuwa kinagongwa. Hapo Gamba alishusha pumzi mara baada ya kumuona mwanzo mmoja wa kijana akiwa anagonga. Akairudisha bastola hiyo kiunoni na taratibu akashusha kioo cha gari. Vipi kaka? Ndoto mbaya nini? Si unajua kilichotokea. Naelewa kaka. Wakati wa msosi umeadia kaka. Nimekuja kukushtua. Gamba alitazama saa yake ya mkononi na akaona ya kwamba ni majira ya saa 7 za mchana. Okay, sawa, nakuja. Hapo Gamba alipandisha kioo, akazima na gari ambayo alikuwa ameiwasha huku akiwa anatumia AC ya gari hiyo. Gamba akajumuika na walinzi na askari wengine kukaa kwenye mikeka, huku sahani kadhaa zenye ugali na samaki wakubwa waliokuwa wamepikwa kwa mchuzi wakiwa wameandaliwa na wanamama wa mzee huyu ambaye ni mganga. Wenzetu wa ziwani bwana wanapata kitu safi kabisa. Yaani unakula samaki wazuri mno. Hivi unajua samaki wa ziwani ni watamu sana kuliko hata wa baharini. Nasikia hivyo mwanangu. Ila bwana wa baharini bwana watamu bwana. Unacheza kitu kama cha pweza nini wewe?
Sasa pweza ni mtamu basi. Hebu njoo kwenye sato hapa. Mle alafu ukirudi da kula pweza ndo utanielewa nini ambacho nakizungumza. Walinzi wa mzee Mashushu walikuwa wanabishana huku akiendelea kula. Oe, vipi Mr. T amepatiwa msosi? Bado yule hajapewa. Gamba akala haraka haraka na akawa wa kwanza kunawa mikono na kisha akasimama. Mama samani. Bila samahani. Kuna mwenzetu mmoja yuko ndani ya gari, naomba umwandalie chakula chake pembeni, unipatie ili nimpelekee. Naona amesaulika. Aha, sawa. Baada ya dakika 5, mwanamama huyu akampatia Gamba sahani yenye chakula pamoja na jagi lenye maji ya kunywa, ambayo hayo ndio ambayo anatakiwa kunawa. Gamba akafungua mlango wa gari, akakiweka kile chakula pembeni ya Mr. T. Shukrani kaka. Umeonyesha kitu cha tofauti sana kwenye maisha yangu kaka. Japo nimekuwa ni msaliti, ila hujaacha kunijali kaka. Kula Mr. T, usiongee sana. Utapoteza nguvu na ukitegemea kuanzia asubuhi hujapata kitu chochote kile cha kueleweka. Hapo Mr. T akatoa mkono nje ya gari na Gamba akamnawisha pale na kuanza kula taratibu. Gamba akamwona mzee Mashushu akitoka ndani ya nyumba ya mzee huyu mganga akiwa amevalia pale suti, ikimaanisha kwamba tayari ameshamaliza kuhudumiwa dawa zake. Mzee Mashushu akaangaza pale na kumwona Gamba kwenye gari. Akaanza kutembea kwa mwendo wa hatua za haraka huku akiwazuia walinzi wake wasisimame na waendelee kula. Hivi huyu mshenzi anapata chakula cha nini Gamba? Eti Gamba unampa huyu mshenzi chakula cha nini? Mzee Mashushu alizungumza kwa kufoka. Kijana Gamba hakujibu chochote zaidi ya kumtazama mzee Mashushu jinsi alivyokuwa anamwomba bastola. Alikuwa anamwomba bastola kwa ishara na kisha akanyosha tu mkono hivi. Gamba akachoma bastola kiunoni mwake na ndipo mzee Mashushu akasema, unapaswa kufa mbwa mkubwa msaliti wewe. Mzee. Gamba alizungumza huku akimpatia ishara mzee Mashushu jinsi askari waliopo eneo hilo wanavyofuatilia tukio hilo kwa umakini mno. Nisikilize Gamba, mimi siwaogopi hao maaskari, ila naheshimu hili eneo. Tukifika tutakapofika, wewe mpumbavu utanieleza ni kwa nini umenisaliti mbwa mmoja wewe. Mzee Mashushu alizungumza huku akimrushia Gamba bastola yake. Ebu Gamba, nenda kwa mzee kule akakuchanje kinga. Mzee mimi? Ndio, kwani wewe unaogopa kinga? Gamba, najua huamini kwenye haya mambo ya kishirikina, si ndio? Ila sio mimi tu, hata viongozi wakuu wa nchi. Watu mbalimbali mashuhuri unaowajua wewe wanakuja huku kuhudumiwa. Sikiliza Gamba, hebu nenda kahudumiwe na huyu mzee kwa sababu utakuwa ni mlinzi wangu muda wote. Hawa wajinga wengine wote mimi siwaamini. Na isitoshe jana usiku walikuwa wanahenya tu ndani ya magari. Wapuuzi sana, wanakula tu pesa zangu za bure. Hawana cha maana, wapuuzi kabisa. Mimi sina walinzi zaidi yako wewe Gamba. Hasira ya mzee Mashushu bado haijapoa kabisa na ana hamu kubwa sana ya kujua ni kwa nini Mr. T amemsaliti. Lakini Gamba anashawishiwa kwenda kuchanjwa ili apate ulinzi kwenye mwili wake. Mnahisi Gamba atakubaliana na huu ushawishi wa mzee Mashushu? Mzee Mashushu aliendelea kumshawishi Gamba huku akiwa anatazama walinzi wake jinsi wanavyoendelea pale kula. Gamba akasema, mzee, mimi mara nyingi huwa nina imani kwenye uhalisia tu ambao naishi nao. Hata nikichanjwa sidhani kama itaweza kusaidia kubadilisha maisha yangu. Gamba, wewe huna tofauti na mke wangu. Mke wangu anaamini sana kwenye mambo ya Mungu. Na anaamini kabisa hakuna kitu zaidi yaani kwenye haya mambo ya waganga yeye anaamini ni bla bla tu. Ila Gamba, mimi naheshimu mawazo yako. Naheshimu pia maamuzi yako. Nashukuru kwa kunielewa mzee wangu, japo mikono yangu imejaa damu. Hawa washenzi hawa nimewaua sana, ila naamini kwamba Mungu atanisafisha tu. Okay, sawa Gamba. Mimi nimeshamaliza. Waambie hawa washenzi tunahitaji kuondoka. Okay, sawa mzee. Gamba aliwahimiza walinzi wenzake kwa ajili ya kuweza kuondoka eneo hilo. Mzee Mashushu
akaagana na mzee huyo pamoja na wake zake pia, na kisha wakaingia ndani ya gari wakaondoka eneo hilo, huku gari moja ya polisi ikiwa imetangulia mbele na gari nyingine ya polisi ikiwa inafuata kwa nyuma. Naam, msikilizaji, Mzee Mashushu alionekana akizungumza kwa kusema, Gamba, hebu msimamishe eneo tulipopata pale shambulizi. Sawa mzee. Kipanga ilibidi wataarifu madereva juu ya kusimama eneo walilokuwa wameshambuliwa usiku uliokuwa umepita. Wakafika eneo hilo, wakashuka ndani ya magari. Hapana, yule mshenzi hapa ndipo alipopanga kutuuza. Mzee Mashushu alizungumza huku akiwa anatazama damu na mabaki ya risasi jinsi ilivyokuwa imezagaa eneo hilo. Akatazama sehemu hiyo jinsi ilivyokuwa imejaa miti mingi kweli kweli. Sawa, nimeridhika, tuondokeni sasa. Mzee Mashushu alizungumza na wakaingia ndani ya magari na kuendelea na safari. Walifika kivukoni na kusubiria pale pantoni ambayo itafika kivukoni hapo baada ya dakika kama 20. Mzee Mashushu alishuka na walinzi wake, akanunua pale samaki wengi kivukoni hapo na akapangiwa samaki hao na wauzaji. Kipanga, ndio mkuu, weka booking kabisa ya ndege, tunarudi Dar es Salaam leo. Sina hamu ya kuendelea kukaa Mwanza. Sawa mheshimiwa. Gamba, ndio mzee. Huyu Temu huyu tunamfanyaje Mr. T? Mzee Mashushu alizungumza huku akitazama jinsi samaki wake wanavyoendelea kukangwa. Gamba akasema, kama ingekuwa ni amri yangu mzee, ningemwachia tu aende. Gamba, mtu ambaye alitaka kutuuza, sio kutuuza, alishatuuza. Maana ni kwamba alikuwa anataka kutuua huyu. Najua mzee. Inachanganya kusema hivyo, ila sio yeye aliyetaka kutuua. Yaani kivipi sasa? Yeye alishawishiwa tu kwa pesa na akatuuza. Na aliyetaka kutuua ni mtu mwingine kabisa. Hapo Gamba, nilisahau kukuoji. Hivi umejua ni nani aliyewatuma wale washenzi kutaka kuja kutuua? Nimeshajua. Ni akina nani? Aliyewatuma wale ni mtu ambaye anahusika moja kwa moja na Kani yule mshenzi aliyemuua mwanangu Joe? Ndio mzee. Ina maana ni wazazi wake sasa? Ndio. Wajinga sana wale. Mzee Mashushu alizungumza huku aking'ata meno yake kwa hasira mno. Yule mpumbavu mimi anijua yule. Mimi nikajua tumegawana maumivu 50 kwa 50. Mwanangu amemua na yeye mtoto wake kauliwa. Sasa I say, kama bado anataka vita, nitamnyosha na nitamshughulikia. Mzee wangu, kama utojali, nitapenda tukifika mjini tuonane kwanza na RPC ili tuweze kufahamu wamefikia wapi. Tufahamu kufikia wapi kwenye nini? Uchunguzi wa hawa watu, kwa sababu nina imani wanafahamu safari yetu ya kuja hapa Mwanza, na wao walitutangulia kabla ya sisi kuweza kufika hapa, na walishajua hadi tunapoelekea, na ndio maana walishaandaa mazingira kabisa ya kuweza kutunasa. Huyu Mr. T mshenzi, simu yake uliipata? Ndio hii hapa nilipata. Gamba alizungumza huku akiitoa simu ya Mr. T mfukoni mwake na kisha akamuonesha Mzee Mashushu. Anatumia mtandao gani? Huu hapa. Mzee Mashushu akaitoa simu yake mfukoni. Ameikata moto. Hebu unikumbushe nichomeke kwenye USB ya gari. Sawa mkuu. Pantoni ilifika eneo hilo, wakakusanywa pale mifuko 10 mikubwa iliyojaa samaki wa kukaanga, na wakaingiza ndani ya magari, wakaingiza pale gari ndani ya Pantoni, na baada ya muda Pantoni hiyo ilianza kuondoka eneo hilo kurudi sasa Mwanza huku kivukoni. Kuna anayefahamu gari zetu ziko wapi? Mzee Mashushu aliuliza hilo swali. Kipanga kajibu kwa kusema, RPC anajua. Aliniambia gari zipo kituoni kwao mkuu. Okay, sawa. Wakafika eneo la kivukoni na taratibu wakaanza kutoka ndani ya kivuko hicho huku wakiwa wameongozana na gari nyingine. Gamba, hebu tuelekee kituo kikuu cha polisi. Sawa mkuu. Kipanga, hebu waambie wengine warudi hotelini watusubiria hapo na wahakikishe mtuhumiwa hakimbii. Sawa mkuu. Kipanga
Akatoa pale maelekezo hayo kwa walinzi wengine waliopo kwenye gari jingine. Wakaachana pale njiani, huku mzee Mashushu akiongozana na gari mbili za polisi kuelekea makao makuu ya polisi mkoani Mwanza. Wakafika kituoni hapo na kupokelewa na RPC, na mzee Mashushu alikaribishwa ofisini. Aise, mzee mwenzangu, pole sana bwana. Nashukuru ndugu yangu, ndio changamoto hizi bwana. Kwa kweli kabisa. Mmeweza kugundua nini sasa kwenye hili jambo? Unajua wapelelezi wangu bado wako makini sana kazini, ila tuliweza kufahamu hawa jamaa walifika Mwanza siku 2 zilizopita na walikaa kwenye hoteli 4 tofauti tofauti. Hii iliwasaidia kuto kujulikana kwa mipango yao waliokuwa wameipanga. Okay, hawa jamaa ni raia wa wapi? Hawa jamaa bwana ni wanajeshi wale wa kuajiriwa kwa ajili ya kazi maalum. Kuna Wahindi 2, kuna Wapakistani 2 na kuna Wayemeni 4. Wengine hatujajua uraia wao, ila wote ni watu wanaojuana na wanafanya kazi pamoja, na tumeziachia mamlaka nyingine hususan za uhamiaji kufahamu ni namna gani hawa waliingia nchini Tanzania. Je, mmewakuta na simu? Hapana, tulichowakuta nacho ni radio call tu. Basi sawa, kutokana na kwamba mimi naondoka leo Mwanza, nitaomba kila kitakachotokea basi naomba tu tunawasiliana na RPC. Ni sawa mzee wangu, ila inabidi bwana uongeze ulinzi kwa sababu huwezi kujua adui anaweza kuja kwa njia gani tena nyingine. Okay, sawa, nitalichukua hili kama onyo. Sawa. Sasa hizi gari zao nitaomba mzichukue kama polisi. Ningeomba vijana wako ambao ni madereva tuongozane nao hadi uwanja wa ndege na kisha warudi nazo. Ni sawa tu, hakuna tatizo. Gari zetu mimi nitatuma vijana, zitapelekwa moja kwa moja garage. Sawa, na zipo tumeziweka nyuma ya kituo. Mnaweza mkaziona, ila kama kuna kitu mmesahau ndani ya gari basi mnaweza mkakichukua bwana. Alizungumza hayo RPC. Wakatoka ofisini hapo na wakazunguka nyuma ya kituo hiki cha polisi. Wakazikagua gari zote 3 na hapakuwa na kitu cha kuchukua. Ila RPC, mimi nashukuru sana kwa ushirikiano wako ndugu yangu. Usijali mzee mwenzangu, tuko pamoja. Mzee Mashushu akaondoka kituoni hapo, akaongozana na askari 5 wakiwa katika gari. Wakafika uwanja wa ndege, aliwakuta walinzi wake wakiwa wameshafika na mizigo. Wakakabidhi gari hizo 4 kwa polisi, wakaingia katika ndege ya kukodi na safari ya kurudi jijini Dar es Salaam ilianza. Ukimya ulitawala ndani ya ndege, huko kila mmoja akionekana kuchoka na safari hiyo ambayo walikuwa wamekumbana na maswahibu ya kutosha. Nahitaji tusikilizane. Mzee Mashushu alizungumza na watu waliokuwa wanasinzia wakaamka na wakamtazama. Huyu Mr. T, huyu Temu huyu ni mmoja wa wenzetu ambaye tulikuwa naye kwa kipindi kirefu. Sote tumechukizwa kwa kitendo chake cha kutuuza, na ingekuwa sio Mungu sasa hivi tusingekuwa kwenye hii ndege. Hapo watu wote wakamtazama Temu aliyekaa siti ya peke yake, huku akiwa ameshapatiwa huduma na madaktari. Usaliti siku zote au msaliti siku zote mnafahamu ni kitu gani cha kumfanya, kwa sababu usaliti ni kitu ambacho kinaumiza kuanzia moyo mpaka mwili, si ndio? Ndio mkuu. Sasa ningemuua ingebakisha kovu kwenye moyo wangu, kwa sababu namfahamu vizuri sana yeye na mke wake na kijana wake mdogo. Hivyo basi nahitaji kumsikia Temu ana nini cha kutuambia kwenye hili la yeye kutusaliti sisi. Naam, hapo kimya ulitawala, huku wote wakimtazama Temu ambaye alikuwa na bubujiko na machozi. Najuta kwa tamaa zangu za kijinga. Naombeni mnisamee ndugu zangu, naombeni mnisamee, naombeni. Tamaa ya nini? Pesa mzee wangu. Kama ungekuwa na shida na pesa usingenifuata, au kama unahisi unaniogopa ungemwambia Kipanga au Gamba hapa. Temu ametufundisha jambo ya kwamba kwenye maisha msimwamini mtu, kwa sababu Temu, wewe ulikuwa ni mmoja wa vijana niloamini sana, ila umevunja usaliti wangu.
nitakachoweza kukusaidia. Nimekusamehe, ila sitokuhitaji kukuona kwenye maisha yangu. Umepokea pesa zilizojaa damu. Kazitumia hizo pesa kwenye kuendeleza maisha yako sehemu nyingine tofauti na hapa Dar es Salaam, kwa sababu endapo utaendelea kuwepo Dar es Salaam utatupatia nyakati ngumu sana za kukuwazia mabaya. Hivyo chukua familia yako, ondoka, na endapo nitakuona tena ndani ya Dar es Salaam nitakuwa. Nadhani umenielewa. Ndio mkuu. Asante sana mkuu. Baadhi ya walinzi walijawa na mshangao na maamuzi ya mzee Mashushu. Walichokifikiria ni kuuawa kwa Mr. T, ila kwa upande wa Gamba alishusha pumzi taratibu, kwani maamuzi hayo yalikuwa yameokoa maisha ya Tem. Wakafika katika jiji la Dar es Salaam. Walimkodishia Tem taksi iliyokuwa imempeleka nyumbani, na kisha wao wakaingia kwenye gari walizokuwa wameziacha uwanjani hapo, na safari kuelekea kwa mzee Mashushu ikaanza. Walipofika nyumbani kwa mzee Mashushu, walipokelewa na familia nzima ya mzee Mashushu, huku wakipongezwa kwa kitendo cha kumlinda mzee Mashushu na wakamrudisha Dar es Salaam salama. Jamani, msiondoke, nimewaandalia kijisherehe hapa kidogo. Mama Jo alizungumza na kuwafanya walinzi waliotaka kuondoka wabaki. Sherehe hiyo ilianza huku wakiwa wameandaliwa nyama nyingi za kuchoma pamoja na pombe kali. Jamani, tusikilizane, mzee Mashushu alizungumza kwa sauti ya kilevi, huku pombe ilikuwa imeshamkolea kichwani mwake. Mtu ambaye amejitolea maisha yake kwa ajili yetu pasipo kuhofia kufa kwa ajili yetu alikuwa ni Gamba. Hebu makofi kwake tafadhali. Watu wote hapo wakapiga makofi. Gamba hakujali ni risasi ngapi tunamiminiwa, ila alichomoka ndani ya gari, na mengineo aliyoyafanya sikuyaona zaidi tu ya kuinama chini ya siti, ila yeye ana mchango mkubwa sana kwenye safari yetu. Gamba amenidhihirishia kwamba yeye ni best hitman driver, kwa sababu haikuwa kazi rahisi kwa dereva kujitosa kwenye mvua ya risasi kama ile. Gamba, kutoka moyoni mwangu ninakushukuru sana. Nakupa nafasi ya kuchagua ni kitu gani unachokitaka uniombe, na mimi nitakutekelezea. Hapo Gamba kwanza alishusha pumzi, huku akiwa ameshika chupa ya soda. Taratibu alisimama kutoka kwenye kiti cha plastiki alichokuwa amekikalia. Nashukuru mzee, Gamba alizungumza huku akiwa anawatazama wenzake na wanafamilia wa mzee Mashushu. Akamtazama Juliana aliyekuwa amekaa pembeni ya Glory, ambaye muda wote alikuwa na wasiwasi na macho yake alikuwa anayakwepesha kukutana na macho ya Gamba. Mimi ninachokuomba mkuu ni kwamba utuongezee motisha ya mishahara, mimi pamoja na wenzangu. Hii labda inaweza kutusaidia kuleta ufanisi kwenye kazi zetu, na asitokee msaliti ambaye anaweza kutuuza kwa ajili ya pesa. Wewe hutaki nyumba, kwani hutaki maisha yako binafsi? Nahitaji mzee, ila nahitaji kuyapata kwa ajili ya kile nitakachoweza kukipokea kama mshahara wangu na kujijenga, ili ikiwezekana hata siku nikimwoa mke wangu basi nimuingize kwenye chumba au nyumba ambayo nimeipigania kwa jasho langu mimi mwenyewe. Hapo Juliana machozi alianza kumlengalenga mpaka alijikuta akijifuta machozi, kwani hakuna binadamu ambaye anapewa nafasi ya kuomba chochote kile kwa tajiri anachokihitaji alafu akaomba kwa niaba ya rafiki zake na kuacha kujipendelea yeye. Okay, sawa. Kutokana na kwamba umezungumza hivyo, basi mimi nitawapandisha nyinyi mshahara mara 5, na mshahara ambao mnaupata sasa hivi ukeni kama mara 5. Na hii ni ahadi ambayo nimeitoa mbele ya mke wangu. Nimeitoa ahadi mbele ya wanangu. Mke wangu na nyote mliopo hapa, nitaitekeleza hii ahadi kuanzisha mshahara wenu unaofuata uwe umepanda mara 5 ya hapa. Nadhani tumeelewana. Kwa mshahara ujao mnapata mara 5 ya huu. Watu wote hapa wakapiga makofi. Sasa jamani, sherehe iendelee, acha mimi nikapumzike na mama yenu. Mzee Mashushu alizungumza huku akimpiga busu la paji la uso mke wake. Mzee Mashushu akaondoka eneo hilo na kumwacha Gamba na wenzake wakiendelea kuburudika. Kwa haraka Juliana alimkimbilia Gamba sehemu alikuwa amesimama, alimkumbatia kwa nguvu huku akilia. Nakupenda Gamba, wewe ndo mwanaume ambaye nilikuwa namuhitaji. Really, I love you.
Juliana alizungumza kwa sauti iliyowafanya kila mtu kusikia. Gamba. Walinzi wenzake walianza kushangilia pale kwa kitendo hicho. Wagamba, wamjibu mtoto wewe bwana. Kipanga alizungumza kwa sauti na kumfanya Gamba atabasamu. Hey, Juliana. Najua unanipenda. Na mimi nakupenda pia. Gamba alizungumza kwa kujikaza, ila moyo wake haupo kabisa kwa Juliana na anampenda sana yule mwanadada Grace, yule G. Na amemjibu Juliana hivyo ili kuto kumdhalilisha mbele ya wafanyikazi wenzake. Kweli Gamba? Yeah. Juliana hakutaka kupoteza bahati hiyo. Alianza kumpiga mabusu Gamba na kuwafanya walinzi wenzake pale kushangilia, huku wakimwagiwa champagne na kuwaloanisha mili yao. Wakaka, wa mbuzi kashaelekea kibla huyo. Mlinzi mmoja alimnong'oneza Gamba na kumfanya taratibu waachiane na Juliana. Hivi, unahisi Juliana kumpenda Gamba ni wazo zuri? Mzee Mashushu alizungumza huku akiwa amesimama kwenye dirisha la chumbani kwake akimtazama jinsi Juliana alivyomkumbatia Gamba. Taratibu mke wake akasimama pembeni yake na akamwambia, mume wangu, moyo ukishapenda haijalishi huyo aliyependwa ni mtu aina gani. Hivyo Juliana binti yetu kumpenda Gamba itatusaidia sisi kuendelea kumweka Gamba kwenye maisha yetu na ataendelea kukulinda yeye kwa kipindi kirefu zaidi. Mama Jo alizungumza huku akimtazama mwanae Juliana jinsi anavyofurahia kukumbatiana na Gamba. Gamba ambaye anajua kabisa huyu Gamba ni mtu hatari, ambaye amemuingiza kwenye familia yake kwa lengo moja tu, kuilinda na kuhakikisha hakuna jambo baya linaloipata familia yake. Bwana, mambo yanazidi kupamba moto. Unaambiwa wazazi wa Juliana bwana wamekubaliana na mtoto wao kumpenda Gamba, ambaye Gamba anatambua kabisa moyo wake haumpende Juliana, ila moyo wa Gamba unampenda Chagudoa aliyekutana naye kwenye danguro, ambaye anaitwa G, yani Grace. Je, penzi la Gamba na Glory mnahisi kwamba litadumu? Hebu tuendelee tuone kitakachojiri. Hey, Juliana, acha nikaoge. Unajua hizi pombe zimetumwagikia nyingi sana, hivyo kiukweli sipendezwi na hii harufu ya pombe. Sawa mpenzi, basi tukaoge wote. No. Hapana. Si unajua na heshima wazazi. Ila tutawaambia kwamba mimi na wewe ni wapenzi, lakini Gamba ni haraka sana. Inabidi kwanza tuzoeane kwanza. Sawa, nimekuelewa. Nashukuru kwa kunielewa mpenzi. Na okay, poa. Gamba akamwachia taratibu Juliana na kisha alianza kuelekea chumbani kwake, na moja kwa moja Gamba alipitiliza mpaka bafuni kwake. Gamba alivua pale nguo zake na kisha kabaki na nguo ya ndani tu, na kabla hajafungua bomba la maji ya mvua, machale alianza kumcheza. Alitazama mtungi wa hita ambao hutoa maji ya vuguvugu pale unapohitaji maji hayo. Gamba karudi chumbani, alichukua kiti cha kuzunguka, aliingia nacho ndani hapo, akapanda juu ya kiti na kisha akafungua mfuniko wa huo mtungi na akajikuta kishusha pumzi mara baada ya kukuta waya wa umeme ukiwa umechomekwa ndani ya mtungi huo wenye maji, jambo ambalo kama angefungua tu maji basi angekufa kwa shoti ya umeme, kwani maji hayo ambayo yameunganishwa na huo waya wa umeme it means ni kwamba yangekuwa na shoti. Akauchomoa huo waya wa umeme, akauzima kabisa, yani akaenda kazima kabisa hiyo hita. Akatazama eneo la juu ya kabati, akaingiza mkono eneo alipokuwa ameitegesha kamera ndogo kipindi anaondoka. Akatoa chip ndogo kwenye kamera hiyo, akaiunganisha kwenye kompyuta ya Joe, akaicheza video na kumwona mwanaume aliyekuwa amevalia mavazi ya fundi. Aliingia ndani kwake akiwa na kisanduku cha vifaa. Mwanaume huyo akaingia moja kwa moja bafuni kwake, na baada ya dakika 5 mwanaume huyo akatoka. Gamba akajiuliza, huyu jamani nani alithubutu kuingia chumbani kwangu? Gamba alijiuliza kwa sababu mara ya mwisho hakuona tatizo lolote la bafuni kwake. Hakuona tatizo lolote bafuni kwake. Ilibidi arudi sasa bafuni, akaoga huku akiwa na kazi ya kumsaka fundi huyo ambaye yeye ndiye anayehusika na kutegesha huo waya wa shoti ya umeme. Kwa maana hiyo ufundi alitaka kumuua Gamba. Gamba akasema nitakupata tu.
nitakupata. Gamba alizungumza hivyo huku akiwa anamaliza kuoga. Alijifuta pale maji taratibu, na ndipo mlango wa chumbani kwake ukagongwa. Akajifunga pale taulo na kisha akaenda kuufungua huo mlango. Oh, kumbe unaoga? Ndiyo mama. Hebu maliza basi tuzungumze. Sawa mama. Gamba akafunga mlango na kisha akavaa nguo. Alitoka ndani hapo na kumkuta mzee Mashushu na mkewe wakiwa wako sebuleni. Wakamwambia kaa hapo tuongee. Mama Jo alizungumza hivyo na Gamba taratibu akakaa kwenye sofa huku akiwa anawatazama wazazi wa Juliana. Gamba, tumeona kilichokuwa kimetokea kati yako wewe na binti yetu Juliana. Sasa tuko hapa tunazungumza kama wazazi. Je, unampenda Juliana? Swali la mzee Mashushu lilimfanya Gamba kwanza shushe pumzi taratibu. Ya, nampenda. Ila kwa sasa sidhani kama ninajimudu kwenye kujihudumia. Hilo swala la kumhudumia binti yangu Juliana halina shida. Tulichokihitaji sisi kujua ni hilo tu, kwa sababu hatupendi kuona mtoto wetu anachezewa kama kale kajamaa kake kalikokuja. Siwezi kufanya hivyo mzee. Sawa Gamba, sisi wewe tunakuamini. Tumeridhia kwa kukukabidhi binti yetu kwa moyo mkunjufu kabisa. Nawashukuru sana wazee wangu. Ila mimi nina ombi moja. Tunakusikiliza. Mimi ni mtu mzima kwa sasa, hivyo nahitaji kwenda kupanga ili kuweza kuanzisha maisha yangu. Gamba, kwa nini upange? Tuna nyumba nyingi, yani kwa nini tusikupangie moja ukaishi? Hapana mama, mimi ni mwanaume mzee hapa na imani alipambana hadi leo hii anamiliki haya ambayo anayamiliki. Ni vema na mimi nipambane kwa kazi yangu hii ili siku moja na mimi pia ninufaike na hii kazi yangu. Wazo zuri sana Gamba. Kikubwa upo katika kazi yangu, hiyo inasaidia. Hakuna shaka Gamba, mimi wewe nimekuelewa, na mshahara wako nitauongeza kama vile ulivyoomba, ila kwa wewe utapanda mara 7 ya wenzako, kwa sababu moja tu, wewe Gamba unajitoa sana. Lakini 2, ingekuwa mwingine pale angejipendelea yeye mwenyewe. Hivyo taratibu zote za kufungua akaunti ya benki nimeongea na meneja mmoja wa benki. Watakupigia kesho ufike ofisini kwao na utaingiziwa mshahara wako. Na mara baada ya hiyo akaunti kufunguliwa, pesa inaingia hapo hapo. Au wewe unasemaje eti mke wangu? Unasemaje kwenye hili? Ni vizuri mme wangu. Mzee wangu, mimi nawashukuru sana. Na Mungu awabariki. Amina. Mke wangu, mimi nimechoka sana, hivyo acha mimi nikalale. Sawa baby. Mzee Mashushu alisimama na kisha akapandisha gorofani. Hebu we Gamba, hebu tutembee kidogo. Mama Jo alizungumza huku akitoka nje na wakakaa kwenye kibanda cha kupumzikia. Mimi sidhani kama wewe moyo wako umempenda kweli binti yangu Juliana. Kwa nini unasema hivyo mama? Nakujua vizuri sana Gamba, huna haja kunidanganya. Nahofia kuweza kuumiza moyo wa Juliana endapo ataijua historia yangu ya nyuma, historia yangu iliyojaa uchafu na mabaya, na pia hata mume wako akijua, na mimi ataumia sana. Sidhani kama utafungua kinywa chako na kuwaeleza historia zetu za nyuma. Tupo kwenye kurasa mpya za maisha. Yale ya nyuma yamepita na tumeyazika kwenye kaburi la sahau. Yaani kweli. Hebu jaribu kumzoea binti yangu Juliana. Ila utakaposhindwa ni vyema ukamweleza, kwa sababu kuumia kwake sasa hivi hakutouma sana kama pale atakapoumia huko baadaye. Sawa mama, nimekuelewa. Hivi umetambua ni nani amehusika na shambulizi? Baba yake na Khan. Shit. Naamini mzee amekueleza. Walimshawishi mlinzi wake mmoja. Ndiyo. Na huyo mlinzi ameshapata simu zake zote walizokuwa wanazungumza na hawa watu.
Umezisikia? Ametumiwa tulipokuwa tuko pale sebuleni, hivyo tumeshindwa kuzisikiliza pale, labda tukiwa tuko chumbani na mimi nikasikiliza. Okay, sawa, tunafanyaje sasa kwenye hili? Kwa sababu hili swala mzee analifahamu, ni vema tukamfuatilia jinsi atakavyoweza kulicheza. Nimekuelewa. Alafu Gamba, wewe unataka kuondoka hapa ikiwa nilikuleta Wishi hapa kwa ajili ya kuweza kunilinda mimi na kumlinda na yeye. Sasa inakuwaje unataka kuondoka? Naelewa hilo, ila inabidi mimi maisha yangu yasonge kutokana na ingizo la Juliana. Unahisi kwamba mimi naweza nikafanya mapenzi na mwanao ndani ya nyumba yako? Unaona ugumu Kwa hiyo mimi siwezi kufanya hiko kitu. Ni lazima nikapange. Hata huko pia, hata kama anakuja kunitembelea, basi aje, na kama tutaishi basi tuishi tukiwa tuko huko. Kwenye mapenzi kuna kupishana. Haitokuwa jambo jema kama tukifokeana alafu nyinyi mkao mnasikia wazazi wetu. Sawa, mimi Gamba nimekuelewa. Ila hebu mzubaishe kwanza Juliana. Baada ya hapo nitakupa ruhusa ya kuweza kuhama hapa nyumbani. Sawa, lakini nahitaji kutoka. Usiku huu? Ndio, kuna maswala ninayoyafuatilia. We Gamba we, unaweza kunipatia details za hiko unachokifuatilia? Kwa sasa bado, ila nitakupatia pale nitakapoweza kurejea, nitakapokuwa nimerejea. Haya Gamba, lakini uwe makini. Wala tusijali mama. Jamaa wameshaondoka? Ya, kila mtu kaenda kupumzika. Basi sawa. Naam, Gamba alirudi chumbani kwake na kisha akaichukua chipu ndogo aliyokuwa ameitoa kwenye kamera. Hey, unatoka? Juliana alimuuliza Gamba mara baada ya kukutana naye kwenye corridor. Ya, kuna sehemu nakimbia mara moja. Tunaweza tukaongozana? Hapana, muda pia umeshakwenda sasa hivi. Nitarudi mara baada ya muda mfupi. Okay, sawa mpenzi wangu Gamba, nakuomba uwe makini. Wala hata usijali. Mama na baba walikwambiaje? Nikirudi nitakwambia. Sawa. Gamba aliondoka nyumbani hapo na gari moja la mzee Mashushu, akaelekea shambani kwake na akamkuta mlinzi akiendelea na majukumu yake. Mkuu unapoteaga bwana. Ya, nimerudi mara moja. Okay, sawa, karibu bwana. Nashukuru. Gamba aliingia ndani ya nyumba yake hiyo na akapitiliza moja kwa moja kwenye chumba chake cha siri. Akaanza kazi ya kumtafuta fundi aliyeingia ndani ya chumba chake. Haikuwa kazi ngumu, alifanikiwa kuweza kumpata na kujua mpaka sehemu anayoishi. Hapo Gamba alichukua bastola moja pamoja na kiwambo cha kuzuia sauti ya risasi na kisha aliondoka eneo hilo na simu yake hii inayomwezesha kuona ni wapi alipokuwa fundi huyo wa bomba kwa kumfuatilia kwa namba yake tu ya simu. Gamba alisimamisha gari kwenye moja ya baa iliyokuwa imejaa watu na alama ilikuwa inaonyesha fundi huyo yupo eneo hili la baa. Gamba akashuka huku akiwa amevalia kofia nyeusi. Gamba alitembea mpaka kafika eneo alipokuwa amekaa fundi huyo huku akiwa amezungukwa na wasichana wawili ambao kwa muonekano wao tu wanaonekana ni wasichana wanaojiuza. Juu ya meza yao kulikuwa kumejaa chupa nyingi za pombe huku fundi huyo akionekana kulewa chakari. Mimi nina pesa, leta pombe. Fundi huyo alizungumza huku akiwa anampiga mhudumu mmoja wa kike kofi kwenye maungo yake. Gamba alivuta kiti na akakaa meza ya pembeni. Unahitaji nini kaka? Nahitaji maji. Makubwa madogo? Madogo, na naomba maji ya moto. Na okay, sawa. Gamba alimkabidhi mhudumu huyo wa kike pesa na kisha akaondoka hilo eneo. Mimi na pesa nyingi sana. Hey baby, kweli na pesa. Unataka mfurahie walembo, mfurahie bwana. Usijali mpenzi, tupo hapa kwa ajili yako na tutakufurahisha leo mpaka uchanganyikiwe. Gamba aliendelea kuwa mvumilivu akisikiliza mazungumzo kati ya huyo fundi bomba pamoja na hao warembo. Majira ya saa 7 za usiku, fundi huyo bomba akaongozana na wasichana hao na wakaingia ndani ya bajaji. Gamba akaingia ndani ya gari na akaanza kumfuatilia taratibu. Wakafika kwenye moja ya loji iliyopo nyuma ya mtaa huo ilipokuwa hiyo baa. Wakaingia ndani huku dereva bajaji huyo akiondoka hilo eneo.
Gamba aliingia eneo hilo na kuwasikiliza jinsi wanavyozungumza na mhudumu. Mhudumu akawa anasema, vyumba vimejaa. Vimejaa. Okay, so case tunaweza kwenda hata hoteli kubwa. Kwanza leo sijisikii kulala kwenye viloji vidogo vidogo. Kwanza viloji vyenu vina kunguni, shenzi nyinyi. Alizungumza huyu fundi bomba kwa dharau, huku akiwa wameshika viuno wasichana hao. Wakatoka ndani hapo huku akiwa na yumba kweli kweli. Mimi ni dereva Uber, hivyo naweza nikawapeleka popote mtakapohitaji boss. Gamba alizungumza huku akiwa na tabasamu. Wewe una gari ya maana ya kunibeba mimi? Ndio mkuu, gari yangu ya maana ipo. Gamba aliwaonyesha gari aina ya Mitsubishi Outlander. Hii gari ya kurequest kweli wewe. Shazoea IST. Basho. Hii gari ya kurequest. Gamba hakuzungumza sana. Aliwafungulia pale mlango wa nyuma na wakaingia wote watatu kupitia mlango mmoja. Taratibu wakaondoka hilo eneo. Bosi, unajua kuna hoteli moja nzuri sana maeneo ya Bagamoyo. Ipo pembeni kidogo mwa barabara. Naamini hiyo itakufaa sana bosi. Wewe twende wewe, ukitaka twende hata Kenya twende. Alizungumza kwa sauti ya kilevi huyu fundi bomba. Wakafika eneo la Mbezi Beach. Gamba akasimamisha gari pembeni mwa barabara. Boss, naona kama gari yangu ina shida kidogo. Mnaweza kunisaidia kulisukuma eti nyewe dada? Gari nzuri hivi inahitaji kusukumwa wewe kaka kweli? Msichana mmoja alizungumza kwa kejeli, na ndipo Gamba akasema, nisameni jamani. Sasa hivi ni saa 8 usiku, kwa hiyo hatuna msaada. Dada zangu nisaidieni tu kulisukuma. Naombeni. Mimi wenyewe shukeni, sukumeni gari. Nitaongeza hela. Leo nina hela. Fundi bomba alipozungumza hivyo, wale wadada mara baada ya kusikia hela wakasema sawa. Wasichana hao wakashuka. Kitendo hicho ndo kikampa nafasi Gamba. Akafunga milango ya gari kwa ndani. Akaliondoa kwa kasi eneo hilo na akawaacha hao wadada wakiwa wanalikimbiza bila mafanikio, huku wakimwaga matusi mfululizo. Wewe dereva, umewaacha mademu wangu. Gamba hakuona haja ya kumpeleka mbali fundi huyo bomba. Akalisimamisha gari pembezoni mwa fukwe za bahari, eneo ambalo limetulia. Alishuka ndani ya gari, akamshusha huyu fundi bomba huku akimwelekezea bastola ya uso. Mlevi, pombe zikamwisha, mwili mzima ulimtetemeka. Unaambiwa pombe ilikata, na akawa anaongea vizuri tu, chezea bastola wewe, shenzi kabisa. Gamba akamwambia, unapajua kwa mzee Mashushu? Ndio. Ulienda kufanya nini jana? Nilienda kutengeneza bomba. Nani alikuita ukatengeneze bomba? Ni dada mmoja hivi mrefu, mwembamba afu mweupe hivi. Alisema mama amemwachia maagizo nitengeneze chumba kimoja. Ulipofika ukafanyaje? Alinipa milioni, akaniambia nifanye niwezalo nitengeneze ajali itakayoonesha ni shoti ya umeme. Ajali itakayoonesha ni umeme, si ndio? Hebu nyosha maelezo kabla sijaweza kufumua ubongo wa kichwa chako. Aliniambia nikiweka waya kwenye maji yaliyomo kwenye hita, mtu atakayeoga basi atapigwa na shoti ya umeme. Nani alikuambia hivyo? Kwa hiyo wewe hukuoji. Kwa nini uambie ufanye kwa kitendo, si ndio? Alinyamazisha na hela. Sawa, ondoka usiku huu Dar es Salaam na usirudi. Nikikuona nitakuwa. Nadhani umenielewa. Ndio. Gamba alimpiga teke la shingo lililomzimisha kabisa jamaa huyo. Gamba aliingia ndani ya gari
na kuondoka eneo hilo kwa kasi, huku akiwa na hasira kali mno moyoni mwake, kwani mtu aliyefanya hivyo ni Glory ambaye alishampa nafasi ya kuishi, ila amekuwa ni msumbufu. Gamba alifika nyumbani kwa mzee Mashushu majira ya saa 10 za usiku. Akawatazama walinzi walio kibandani, hakujishughulisha nao. Mara baada ya kuingiza gari ndani, alizunguka nyumba, alipanda ukuta wa ghorofa hilo mpaka kafika dirishani mwa chumba cha Glory. Akapangua wavu wa dirisha hilo ambalo halijawekwa nondo zaidi ya kioo. Aliingia ndani na kumtazama Glory aliyekuwa amelala kitandani bila ya kuwa na nguo yoyote ile mwilini. Gamba alimsogelea Glory, akamwelekezea bastola ya kichwa. Glory alikurupuka, ila Gamba alimwahi akamziba mdomo. Akamwambia, nilikupa nafasi ya kuishi, ila ukazingua. Sasa yule fundi wako wa bomba nimeshamua. Kinachofuata ni kufumua bongo wako. Mpumbavu wewe. Gamba alizungumza huku akiwa anamgandamiza kwa nguvu mno Glory alikuwa anarusha mateke kwa uoga huku akiomba msaada, ila sauti yake ilikuwa isikiki kwa jinsi Gamba alivyokuwa amemdhibiti. Hata mtu atakayesimama mlangoni hatosikia chochote kinachoendelea. Evara, mambo ni matamu. Za mwizi ni 40. Alichokifanya Glory kwa Gamba kimejulikana, na Gamba anataka kumua Glory ambaye akiendelea kumwacha hai atakuwa ni tishio kwa maisha yake. Je, Gamba atamua Glory au atampa nafasi nyingine ya kuishi? Ngoja tuendelee tuone. Hivi unajua mimi nina roho mbaya kiasi gani? Nakuuliza wewe. Gamba alizungumza kwa sauti ya chini iliyojaa hasira inayomfanya Glory kuanza kumwagikwa na machozi. Gamba aliutoa mkono wake mdomoni mwa Glory, alivuta kiti na kisha akakaa pembeni ya kitanda, huku bastola yake akiwa amemwelekezea Glory aliyekuwa amekaa kitako huku akiwa amejifunika shuka. Unajiona wewe ni mjanja sana kwa kufanya vituko vya ajabu, si ndio? Kwa nini nimefanya nini? Acha upumbavu wewe. Umemtuma huyu fundi wako kwa ajili ya kuweza kunitegeshea ajali. Anitegeshea ajali ya umeme bafuni kwangu, si ndio? Gamba alizungumza huku akiwa anamuonyeshea Glory video jinsi fundi huyu alivyoingia chumbani mwake. Sasa nisikilize. Sali sala yako ya mwisho, kwa sababu sina muda wa kucheza michezo ya kijinga na wapuzi kama wewe. Kweli bwana. Gamba aliikoki bastola yake na kumfanya Glory kuanza kuangua kilio. Umehusika kushirikiana na wale wa Arabu kutuvamia kwa ajili ya kutua. Sasa hivi umenitegeshea waya wa umeme ili nife. Sasa sali sala yako ya mwisho kabla sijakuwa. Kaka Gamba, naomba unisamehe. Sina mchezo tena kwenye hili. Kaka Gamba, niko tayari hata kukupa kitumbua changu, ufanye vile unavyotaka tafadhali. Usinione mimi nimekuwa mjinga mimi. Glory alizungumza huku akinyanyuka na kisha alitupa pembeni shuka lake na akabaki kama alivyokuwa amezaliwa. Kwamba unahisi mimi ni mwanaume ninayehadaika na mambo kama haya kipuzi? Glory alikaa kimya, sijui nini cha kumjibu Gamba aliyekuwa amekasirika kweli. Nimekwambia sala yako ya mwisho. Nakomba siniowe jamani. Nikikuacha hai utanidhuru na utaidhuru hii familia. Na kwa pia sitarudia tena na tena. Glory aliapa kwa Mungu wake huku machozi yakiendelea kumchuruzika. Glory alizungumza huku akijishika tumbo lake. Maumivu makali yalikuwa yanampata tumboni yalimfanya ajikunje. Naumia kaka Gamba, naumia. Glory alilalama huku akijishika tumbo. Gamba alianza kuona matone ya damu yakitoka kwenye sehemu za Glory, na hiyo ikawa ni ishara mbaya kwa hali ya mtoto aliyokuwa amembeba tumboni mwake. Piga kelele, uombe waje wakupeleke hospitalini. Gamba mara baada ya kuzungumza hivyo alitoka dirishani huku akawa amerudisha wavu huo. Alishuka mpaka chini na kisha akarudi lilipokuwa gari. Akaiweka bastola chini ya kiti huku kote lilokuwa amelivaa akaliweka nyuma ya siti ya dereva. Gloves nyeusi alizokuwa amezivaa akaziweka kwenye kisanduku cha kuhifadhia vitu ndani ya gari hilo na kisha akafunga pale na kuingia ndani. Moja kwa moja alipitiliza mpaka jikoni. Alichukua chupa ya maji baridi na kuanza kuinywa taratibu. Akasikia pale milango ikifunguliwa huku kelele za maumivu za Glory zikisikika.
alitoka jikoni hapo huku akiwa na chupa hiyo ya maji na wakapandisha ngazi kuelekea gorofani. Gamba, hebu andaa gari tumwaishe huyu hospitalini, Mama Joe alizungumza huku akitoka chumbani mwa Glory. Okay, sawa mama. Unaweza kumbeba? Ndio. Hebu ingia basi umbebe, Mama Joe alizungumza, na Gamba aliingia ndani hapo. Alimbeba juu Glory, alikuwa amevalishwa kigauni, na kisha alimpeleka ndani ya gari lilokuwa analitumia. Mama Joe alikaa siti ya nyuma huku Glory akiwa amekilaza kichwa chake juu ya mapaja yake. Juliana, hebu panda mbele. Sawa mama. Baba Joe? Ndio. Hebu njoo na ile gari nyingine. Sawa. Gamba, twende. Gamba akairudisha gari kwa nyuma kwa kasi huku akiigeuza, ikapelekea mpaka Juliana kayumba kwenye siti aliyokuwa amekalia. Gamba akasema, "Vaa mkanda tafadhali." Gamba alizungumza huku akimtazama Juliana, ambaye kwa haraka ilibidi avae huo mkanda. Kwa kasi wakaondoka nyumbani hapo, huku mzee Mashushu alikuwa anashangaa jinsi gari hiyo ilivyokuwa inaendeshwa. Japo anajaribu kuifukuzia, ila uendeshaji wa Gamba ulimfanya mnyoshe mikono, kwani japo anaendesha Range Rover ila ameshindwa kabisa kuipita gari ambayo iko mbele yake ambayo anaiendesha Gamba. Mama, tunaelekea wapi? Tunaelekea Aga Khan. Sawa. Gamba alizidi kuiendesha gari hilo huku ikiwa ni majira ya saa 10 ikielekea majira ya saa 11 alfajiri. Walifika hospitali ya Aga Khan ambapo tayari Mama Joe alishawasiliana na daktari wake. Glory akapokelewa na madaktari na moja kwa moja akapelekwa kwenye chumba cha matibabu. Mzee Mashushu akafika eneo hilo. Ulipotelea wapi mwenzetu? We acha tuache Gamba. We Gamba, unaendesha gari we mtoto. Nimejitahidi kukanyaga mafuta lakini wapi. Pole sana mzee, ni mgonjwa, ilibidi tumwaishi. Mke wangu ana nini kwani wewe? Na hisi ni mshtuko na damu kidogo zinamtoka. Mimba itaharibika kwa maana hiyo? Sidhani. Okay, sawa. Taratibu Juliana akakilaza kichwa chake begani mwa Gamba, alikuwa amekaa pembeni yake. Bado nina usingizi, Juliana alizungumza huku akipiga miayo. Urudi nyumbani ukapumzike. Baba, hapana bwana, mimi nitabaki hapa. Nyumbani wamebaki walinzi tu, naogopa peke yangu. Baki tu hapa. Kwanza sasa hivi ni saa 11 na dakika 5. Kumesha kucha. Mama, giza bado lipo. Ila ndo asubuhi sasa. Acha mimi nikapunge hewa jamani. Gamba alizungumza huku akiwa ananyanyuka. Na mimi nakuja, na hisi usingizi utaondoka nikija na uko tupunge wote upepo. Wakanyanyuka na kumwacha mzee Mashushu na mkewe wakibaki wanawatazama huku akitabasamu. Ila unajua huyu binti yako ana upendo kama wako wako mke wangu. Kivipi? Ukimganda mtu yani unamganda kisawa sawa. Kweli, hivi unakumbuka enzi zetu tulipokuwa tunaanza mahusiano, jinsi ulivyokuwa unaniganda kila niendapo? Nilikuwa na wivu tu. Ila Gamba huyu ni kijana mzuri sana kimuonekano. Mwanangu Juliana jicho lake halijakosea kumchagua. Kikubwa tu ajirekebishe zile mambo zake za kujitia yeye ndio anataka kuwa mwanaume. Ikiwa mwanaume yupo, ataachwa kila kukicha. Ila si umfundishe. Nimeshaongea naye sana tu. Na kwa Gamba nikamueleza kabisa asimame kama mwanamke na sio kujitia anataka kuwa yeye ndio kiongozi. Hapo sawa. Naam, msikilizaji. Upande wa Juliana alionekana kusimama pembeni ya Gamba. Hapa namuomba Mungu amsaidie ufi yangu apone. Atapona. Amina. Unatumia kahawa? Wakaelekea kantini wakanunua pale kahawa na kukaa kwenye viti vilivyopo eneo hilo. Gamba, ndio. Umewaambia wazazi ya kwamba unahitaji kuhama? Ndio, nahitaji kwenda kupanga sehemu ambayo nitaanzisha maisha mapya. Unaonaje mimi nikaanza taratibu za kutafuta nyumba nzima? Sidhani kama nitakuwa na uwezo kulipia nyumba nzima. Mimi nitakusaidia kulipa. Hapana, nashukuru. Ila Gamba, ninakusaidia kama mke wako. Juliana, ninajumudu na ndio maana ninafanya kazi kwa baba yako na ninalipwa mshahara. Mimi sio wanaume wa kutegemea pesa ya mwanamke. Kama unanipenda kweli, acha nifanye kile ninachokihitaji kukifanya. Nadhani umenielewa. Naam, Gamba alimalizia pale kunywa kahawa kwenye kikombe chake na kisha alisimama. Nahitajika kuwa karibu na eneo walipokuwa wazazi wako. Kwa sababu gani?
Kila sehemu anapokuwepo baba yako, mimi ni mlinzi wake, hivyo sipaswi kuwa mbali na yeye. Nikuulize swali Gamba? Uliza. Kwa nini usiachane na hii kazi ukafanya kazi nyingine ya ofisini? Juliana, hata mshahara wangu wa kwanza sijapata, unataka niache? Na istoshe, unajua kabisa sina elimu yoyote mimi. Nilikuwa ni mtunza bustani tu kwenu, leo hii nimekuwa ni mlinzi na nimekuwa ni dereva baba yako. Na bado unahitaji kweli niache hii kazi? Hapana bwana. Ninaipenda sana na ilikuwa ni kazi ya ndoto zangu, hivyo acha tu niendelee kuifurahia. Ila samani kwa kukuambia hayo maneno, wala tusijali. Twende. Naam, wakaondoka eneo hilo na kurudi walipokuwa wamemwacha mzee Mashushu na mkewe. Simu ya mzee Mashushu ilianza kuita na kisha kaipokea. Yes, hello. Okay, sawa, nitumie nione. Mzee Mashushu alikata simu na kuitazama picha aliyokuwa ametumiwa. Huyu ndo yule mshenzi huyu. Mzee Mashushu alizungumza kwa sauti ya chini chini huku akimwonyesha picha mkewe. Ni nani tena? Yule aliyetuma mbwa wake kutuvamia. Ameingia sasa hivi nchini Tanzania na ndege binafsi. Amekuja na walinzi wake? Ndio, na inabidi nimfunze tabia, mshenzi kabisa huyu. Sasa mme wangu, ungejua anafikia hoteli gani, unajua ingekuwa ni rahisi. Hilo wala tusijali mke wangu, kuna watu wangu wanamfuatilia na tutajua tu ni wapi anapofikia. Na tutajua ni kwa namna gani tutaweza kumnyakua. Mme wangu, unaonaje ukamshirikisha Gamba? Kwa sababu yeye ndiye aliyepambana na watu wale kwa asilimia kubwa mno. Alafu kweli mke wangu. Mzee Mashushu akasimama na akamuita Gamba kwa ishara, wakasimama pembeni. Gamba, ndio mzee. Yule mpuzi aliyetuma watu wake kuja kutua ni huyu hapa, umemwona? Naam, msikilizaji. Gamba alitazama picha hiyo na kisha akamtambua ni baba yake na Khan. Ameingia alfajiri hii Tanzania. Kwa hiyo tunamfanyaje? Inaonekana amekuja na mpango mwingine baada ya mpango wake kukwama, ila watu wangu wanamfuatilia. Hakikisha unakuwa tayari muda wowote, yani chochote kinaweza kikaumana. Okay, sawa mzee. Mzee Mashushu akarudi kukaa pembeni ya mke wake. Majira ya saa 1 daktari aliyekuwa amempokea Glory akatoka ndani ya chumba cha matibabu. Ndio dokta. Kwanza poleni kwa dharura iliyojitokeza. Tumeshapoa dokta, vipi hali ya mgonjwa? Mgonjwa alipata mshtuko na kupelekea damu kwanza kumtoka. Lakini jambo la kumshukuru Mungu ni kwamba mmemwaisha mapema, kwa sababu tuliweza kuzuia damu isiendelee kumtoka, na pia mimba mwisho wa siku ingeharibika kama damu zingeendelea kumtoka. Haise? Ya, hivyo tunashauri kama hamtojali aweze kupewa kitanda hapa hospitalini kwa kipindi chote ambacho atakuwa ni mjamzito. Hali yake itaendelea kufuatiliwa na madaktari wetu mara kwa mara ili mimba isiweze kuharibika, kwa sababu anaonekana ni mtu mwenye mawazo sana. Jambo hilo sio zuri kwa mama mjamzito. Sasa dokta, na mimi akiwa nyumbani kwangu itakuwa ni salama zaidi, kwa sababu tuna nafasi ya kutosha. Nikiwezekana itatubidi tuajiri madaktari watakaokuwa wanaifuatilia hali yake. Au mume wangu unasemaje? Ni kweli dokta, nyumba yetu ni kubwa sana na anaweza akaishi kwa amani kabisa. Kama ni hivyo basi sawa. Kama uwezekano huo upo basi itakuwa ni vizuri. Ila mawazo, ninaomba msimsababishie akawa mtu mwenye stress, kwa sababu mtakwenda kumpoteza mtoto. Asiishi kwa hofu wala kupewa msukumo wa kumshinikiza kufanya jambo lolote. Usijali dokta, nadhani hilo tumekuelewa na tutalifanyia kazi. Okay, sawa. Kama ni hivyo basi nitawaomba mumwache pumzike mpaka kwenye majira ya saa 4 hivi za asubuhi. Mnaweza mkaondoka naye. Asante sana dokta. Daktari akarudi ndani ya hiko chumba. Mama, uachagi kumkoromea mtoto wa watu. Ona sasa hali yake inazidi kuwa mbaya na anapata mshtuko. Mimi sawa, nimewaelewa kwenye hilo. Mama Jo alizungumza huku akirudi kukaa kwenye kiti. Majira ya saa 4 wakakabidhiwa nesi pamoja na gari ya wagonjwa, wakaanza safari kurudi nyumbani, huku ndani ya gari hiyo akiwa amepanda Mama Jo pamoja na Glory aliyekuwa amelala kwenye kitanda cha wagonjwa. Gamba, mbona kana kama una mawazo sana? Kwani baba alikuonesha nini? Baba alikuonesha nini kwenye simeki? Hamna kitu. Hakuna nini? Wakati toka baba alipokuonyesha ile picha ulionekana kabisa yani huna amani wala furaha. Usijali, kuna mambo tunajaribu kuyawaza.
Gamba alizungumza huku akiwa anatazama gari ya mzee Mashushu iliyopo mbele yao, huku mbele kabisa kukiwa kuna gari ya wagonjwa inayopiga king'ora na kusababisha gari nyingine kuwapisha. Gamba akatazama kioo cha pembeni na akaona pikipiki mbili aina ya XL zikiwa zimepakia watu wawili kwenye kila pikipiki, huku akiwa wamevalia helmet nyeusi na makoti meusi, zikiakwepa kwa kasi mno magari yaliyopo nyuma yao, kitendo kilichomfanya taa ya hatari kuwaka kichwani mwake Gamba. Na kwa haraka kijana Gamba ilibidi itoe bastola yake chini ya siti yake, na akamfanya Juliana toka na macho ya mshangao pasipo kuelewa ni lengo gani lilomfanya Gamba akaitoa hiyo bastola chini ya siti ya gari. Bwana we, mambo inazidi kupamba moto mtu wangu. Unaambiwa Glory ameokoka kwenye kifo alichokuwa anakaribia kukiingia, lakini Gamba ameona hatari ikiwajia nyuma yake. Je, Gamba atafanya nini kuwaokoa familia mzee Mashushu ambao wapo kwenye gari 3 tofauti? Bwana, usikose kufuatilia hiki kigongo katika sehemu inayofuata. Mzigo mtamu huu hapo kuitwa Hitman Driver. Mimi naitwa Ango Jizibulizi, mzigo mtamu kutoka kwake Eda Zaria G Msulwa. Asante na kwaheri.